Zuiliwa na maafisa wa polisi kwa tuhuma za kuhusika na uchomaji moto bweni la shule ya wasichana ya utumishi na wanatarajiwa kufikishwa mahakamani juma lijalo. Wizara ya Elimu imevunjilia mbali bodi ya usimamizi wa shule hiyo na kupendekeza hatua za kinidhamu dhidi ya mkuu wa shule hiyo kwa kushindwa kuzingatia kanuni za usalama. Waziri Julius Ogamba anasema mkasa huo uliopelekea wanafunzi 16 kupoteza maisha yao ulitokana na uchomaji moto wa kimakusudi. Haya yanajiri huku zoezi la uchunguzi wa DNA ukiendelea ili kubaini miili ya wanafunzi walioteketea. Uchunguzi wa mkasa wa moto katika shule ya wasichana ya utumishi na uliopora maisha ya wanafunzi 16 umeendelezwa leo hii. Idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI ikiwakamata wanafunzi 8 ambao wanadaiwa kuhusika katika kuteketeza bweni hilo baada ya uchunguzi kutambua kuwa moto huo ulitendeka kwa njama ya kupangwa. Hii ni kulingana na Waziri wa Elimu Julius Migos. The tragic fire was an act of arson. The Directorate of Criminal Investigations is currently holding and questioning 8 learners who are persons of interest in this investigation. The investigation will ascertain their individual roles in the planning and execution of this heinous act. Those found culpable will be charged in accordance with the provisions of the Penal Code and other relevant laws. We have indications that they will be presented to court as early as Tuesday next week. Aidha, Migos pia amebaini kuwa shule hii ya utumishi haikufuata mikakati iliyowekezwa na Wizara ya Elimu ili kuzuia mikasa ya moto kutokea shuleni, akiweka wazi kuwa baadhi ya walimu ambao walikuwa wamefahamishwa kuhusu njama hii watachukuliwa hatua za kisheria, huku bodi ya usimamizi wa shule hiyo ukivunjiliwa mbali. Management of Tumishi Girls Academy has been dissolved for failing to ensure compliance with the school safety manual and the basic education regulations. Number 2, the Teacher Service Commission has been appraised of these findings and is taking appropriate and immediate disciplinary action against the principal for failing to ensure compliance with the school safety manual and basic education regulations. And the teachers who failed to take action despite having been informed of the planned unrest will also be subjected to disciplinary proceedings by the Teachers Service Commission. Haya yanajiri huku baadhi ya wazazi wakiwa bado hawajafahamu hatma ya wanao, hali ya sintofahamu ikizidi kutanda, huku wakitakiwa kufika katika makafani ya Naivasha ili kutambua miili ya wanao kupitia matumizi ya msimbojeni, kwani kulingana na mpasuaji wa serikali Dr. Titus Nungulungu, baadhi ya miili hiyo imechomeka kupita kiasi cha kutambuliwa. The bodies, most of them are completely charred. They are completely consumed by the products of combustion, and they might be difficult to be identified. So that's the reason why we are performing the DNA. Most importantly, they need to expedite the process so that we know the position, so that you begin processing the shock early enough. Na huku uchunguzi wa mkasa huo ukiendelea, maswali yamezidi kuibuka kuhusu iwapo shule zinafuata mikakati ya kuzuia mioto shuleni kama inavyohitajika, huku swali kuu likiwa ni kwa nini mioto inazidi kushuhudiwa shuleni hata baada ya mikakati hiyo kuwekezwa. Mary Kyalo, Undugu TV.